Ni wiki iliyopita nilikupatia taarifa kuhusu msanii Davido kutangaza rasmi kwa amejiondosha kwenye tamasha la 50 Cent ambalo lilikuwa wazi kwa litafanyika tarehe 3 mwezi Julai kwa Tottenham Hotspur Stadium, London, Uingereza. Tamasha ambalo 50 Cent alikuwa akipewa push na Mel Gilbert pamoja na Davido. Taarifa ambazo alizieleza Davido mwenyewe alisema kwamba kuna vitu vilikuwa sawa hasa upande wa waandaji na hivyo ameamua kujitoa kwa sababu Afrika inapaswa kuheshimiwa. Watu wengi na hata watu karibu wa Davido walisema kuwa Davido alitaka kulipwa kiasi kikubwa sana cha fedha tofauti na kile ambacho kilikuwa kimewekwa mezani. Sasa 50 Cent weekend iliyopita kaja kumtangaza msanii mwingine ambaye ni replacement ya Davido, na msanii huyu ni A Boogie with the Hood. Sasa kwenye tamasha husika ambalo litafanyika Julai 3, 50 Cent atahusu na Mel Gilbert pamoja na A Boogie with the Hood. Licha taarifa hii kuishia kwenye ukurasa wa Instagram, mashabiki wengi walisema kuwa 50 Cent alitaka kulitumia jina la Davido kwa ajili ya kusold out tickets kwa wingi kutokana kwamba ni msanii ambaye ni wa muda, na msanii huyu bado ni current artist ambaye anafanya vizuri sana, lakini ya kuzingatia hasa upande wa malipo. Sasa kwenye uwanja wa Tottenham Hotspur Stadium ambao Davido alipaswa kuhusu na 50 Cent na Mel Gilbert siku ya jana, alipandishwa na rafiki yake kwa muda mrefu sana Chris Brown, ambaye kwa sasa anahusu na tour yake ya XX Brisbane kushirikia miaka 20 kwenye career yake ya kimuziki. So baada kuhusu kwenye mataifa kadhaa, London Tottenham Hotspur Stadium ndio sehemu ambayo usiku kwa mkia leo alihusu na kulishambulia jukwaa kwa performance ya kikubwa, lakini kuongeza ladha zaidi. Davido alikuwa ni surprise guest na kutangazwa, na hiki ni kitu ambacho kiliwashangaza mashabiki na kuwa na mapokezi makubwa, na wao kutumbuiza baadhi ya collab ambazo wamekwisha kushirikiana ikiwemo Sensation na zingine, huku Davido pia akipewa nafasi ya kutumbuiza kwenye set yake. Hizi ni video zinazoonyesha tukio zima vile ambavyo iliweza kuchukua nafasi, na kama unavyofahamu wawili hao wamekuwa na urafiki wa muda mrefu sana, hasa kwa kushirikiana kwenye kazi mbalimbali, and sometimes Davido kumconnect Chris Brown na baadhi ya wasanii kutokea Afrika ambao pia wengine wamekwisha kupata nafasi ya kumshirikisha msanii huyo hasa kwenye remix na hata pia kupa nafasi kwenye matamasha yake. So hii ni kwa mara nyingine tena waliamua kushare moment kubwa na mashabiki ambao huenda Davido kamchukua muda tena kuja kuhusu, hasa baada ya kujiondosha kwenye tamasha la 50 Cent. Tazama video hizi na ushusha comment yako. Hii hapa ni SNS Management.